Ni mtumishi Jonathan Kenga Ngama kutoka Jesus Winning Mission Jadini, chini ya upako wa mafuta Nabii Daniel Gatwakigwa. Niko kwa Bible study mwanafunzi. Leo hii nitamsomea kitabu cha Marko Mtakatifu. Mstari wa kwanza, hii ni mstari wa kwanza mpaka 13. Inasema, akaanza kufundisha tena kando ya bahari, wakamkusanyia mkutano mkubwa mno, hata yeye akapanda chomboni akakaa baharini. Mkutano wote ulikuwako juu ya nchi kavu kando ya bahari. Akawafundisha mambo mengi. Kwa mfano akawaambia katika mfundisho yake, sikilizeni, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda, akawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba, hata juu ilipozuka ilianguka, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miba, ile miba ikamea isonga isizae matunda. Nyingine ikaanguka penye udongo ulio mzuri, ikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Akasema, aliye na masikio ya kusikia na asikie. Naye alipokuwa peke yake, wale watu waliomzunguka na wale thelashara walimuuliza habari ya ile mfano. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kujua siri ya mfalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yeye huwafanywa kwa mfano, ili wakutazame watazame, wasione, na wakisikia wasikie, wasielewe, wasije wakaongoka na kusamehewa. Akawaambia, hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Wewe ambao uko hapo mbele, wewe ni mbegu nzuri. Unatakikana baba, ulichaguliwa kama vile mfano ulichaguliwa wewe na kanisa. Wewe ni mtendakazi wa kanisa ama ni chamani wa kanisa. Lakini kanisani unaenda Jumapili mpaka Jumapili. Hiyo mbegu, hiyo ni mbegu mbaya. Hiyo mbegu tunasema hiyo ni mbegu mbaya. Maana wewe kwanza unafaa uwe ni mtu wa kwanza, kielelezo kizuri, mfano mzuri wa kanisa, mfano mzuri wa kiongozi. Unafaa uwe kila siku unaonekana kwa kanisa, sio Jumapili peke yake. Na uache kufanya kazi zako. Hiyo mbegu yako mbaya. Wewe umechaguliwa na unafanya kazi zako. Kanisani unaenda kuchelewa. Unafanya kazi zako mpaka ziishe ndio uende kanisani. Hiyo ni mbegu mbovu. Hiyo ni mbegu mbaya. Hiyo ni mbegu ambayo haipendezi machoni pa Mungu. Unaenda kanisani saa ile wewe uko na shida na matatizo, ndio unaenda mbele za Mungu aliye hai. Unaenda kwa hekaluni ili kupata kusaidika. Hiyo mbegu hiyo Mungu atakusaidia, lakini kwa vile wewe hauna imani na wewe mwenyewe umtumikii Mungu kwa roho na kweli, mbegu hiyo ni mbaya. Kuna watu wamechaguliwa kutumikia Mungu, lakini wanachukua kazi zao kwanza kipaumbele. Wanafanya kazi zao kwanza, kazi zao ndio wanaziweka mbele, wanaziona muhimu kuliko kazi ya Mungu. Basi wewe ambao uko mahali hapo uliko, uwe kijua unafaa uwe kielelezo kwa kanisa, unafaa uwe kielelezo na kwa kazi ya mikono yako. Usimame uwe kitangulizi. Unarauka kazini lakini urauke kanisani. Urauke kanisani wewe ambao uko hapo mbele. Wewe mtumishi wa Mungu, wewe ulichaguliwa kwa kazi ya Mungu. Wewe ulichaguliwa na kibali cha Mungu, umtumikie Mungu. Basi rauka mapema kanisani, sio urauke mapema kazini. Nyinyi mwe mkijua mnafaa mrauke mapema kwenda hekaluni, sio kurauka mapema kwenda kazini. Na mwache yenu yote inapofika siku ya Jumapili, mwache yenu yote, mwende mkamtumikie Mungu na kweli. Usifanye kazi yako kwanza ndio ukamuunganikane Mungu. Siku ya Sabato ilitengwa siku pekee ya watu wakamtumikie Mungu. Basi wewe ambao uko hapo mbele, wewe ukijua wewe mbegu nzuri, na mbegu nzuri ni umtumikie Mungu kwa roho na kweli. Wewe ambao uko mbele ulichaguliwa, umtumikie huyo Mungu kwa roho na kweli. Kuanzia sasa wewe uliye nyumbani, wewe ambao kwa hekalu hii, wewe ukimtumikia Mungu kwa njia zako, uache yaliyo yako yote na umtumikie Mungu kwa siku ya Sabato na hata siku zote katikati ya wiki. Ukiwa na nafasi, basi nenda kashuhudie nguvu za Mungu, nenda kashuhudie Mungu, nenda kamtumikie Mungu kwa kazi yake kuanzia leo. Baba, wewe ambao kwa hapo, kuanzia sasa umesikia neno hili, likujenge
na nikufundishe na uende ukatumikie, uwe mbegu nzuri, uwe mbegu nzuri ambayo itapandika na itaonekana kwa matendo yako. Mungu akashuhudie, sio wanadamu. Ubarikiwe mahali huko, ubarikiwe mahali huko, uwe na usiku mwema na jina lako litukuzwe, jina la Mungu litukuzwe na neno lako likatimie, na ni katika jina la utakatifu la Mwana Yesu nimeomba na nitakuamini. Sote tuseme amen. Bye bye bye.